Kila kijana anatamani kufanikiwa kwenye maisha. Wengine wanataka kuwa wafanyabiashara wakubwa, wengine wanataka kuwa viongozi, wengine wanataka kuwa wataalamu kwenye mambo mbalimbali, wawekezaji na kujenga maisha yenye uhuru wa kifedha. Mafanikio ni matokeo ya tabia ambazo mtu anazijenga na kuzifanya kwa muda mrefu. Kuna vijana wengi ambao wana uwezo mkubwa, akili nzuri na ndoto kubwa, lakini hawafiki mbali kwa sababu hawajengi tabia ambazo zinaweza kuwapeleka kwenye hayo mafanikio. Kuna siri ambazo huwa hazionekani kwa watu wanapomuona mtu aliyefanikiwa. Watu wanaweza kuona gari zuri, biashara kubwa, nyumba nzuri, fedha au nafasi kubwa ambayo mtu amefika, lakini hawaoni miaka ambayo alijifunza, alishindwa na kuanza tena kwa kujinyima na kufanya kazi bila kulazimishwa. Kijana anayetaka mafanikio anapaswa kuangalia zaidi tabia na mfumo wa maisha wa watu waliofanikiwa kuliko kuangalia matokeo waliyoyapata. Siri ya kwanza ni nidhamu. Nidhamu ni uwezo wa kufanya jambo unalopaswa kulifanya hata kama hujisikii kufanya hilo jambo. Kijana mwenye nidhamu haongozwi na hisia zake kila wakati, anaongozwa na malengo yake. Kama umeamua kuweka akiba kila mwezi, nidhamu itakusaidia na kukufanya uweze kuweka akiba kabla hujaanza kutumia fedha zako. Nidhamu ni kujifunza kujiongoza na kujitawala wewe mwenyewe. Mafanikio mengi huwa yanaanza mtu anapoweza kujitawala kwenye muda, fedha, maneno, maarifa na maamuzi. Tatizo la vijana wengi, wanataka matokeo makubwa lakini hawataki kuishi maisha yenye nidhamu. Wanataka kuwa matajiri lakini wanatumia kila fedha wanayoipata. Wanataka kuwa wataalamu lakini hawataki kujifunza kila siku. Wanataka biashara kubwa lakini hawataki kufuatilia mapato na matumizi ya biashara. Wanataka kuwa na mwili mzuri lakini hawataki kufuata utaratibu wa kiafya kwa kujenga utaratibu mzuri wa maisha. Kila unachokifanya mara kwa mara ndicho kitakachojenga maisha yako. Usidharau jambo dogo unalolifanya kila siku, kwa sababu baada ya muda linaweza kuleta tofauti kubwa. Unaweza kujenga nidhamu kwa kuanza kufanya mambo madogo madogo. Amka kwa muda ulioupanga, tengeneza ratiba ya siku, maliza kazi zako kwa wakati, epuka matumizi yasiyokuwa na ulazima, jifunze kusema hapana kwa vitu vinavyokupotezea muda, na usikubali kutumia pesa kwenye kila kitu unachokitamani. Usisubiri uwe na pesa nyingi ndipo ujifunze kuwa na nidhamu ya fedha. Usisubiri uwe na biashara kubwa ndipo ujifunze nidhamu ya kufanya biashara. Anza na kitu kidogo ulichonacho leo. Nidhamu ya leo inaweza kukutengenezea maisha bora ya kesho. Siri ya pili ni uvumilivu. Uvumilivu ni uwezo wa kuendelea kufanya jambo hata kama unaona matokeo hayaonekani au yanachelewa. Maisha sio safari ambayo kila unapopita lazima utakutana na barabara iliyonyooka kila wakati. Kuna siku mambo yataenda vizuri na kuna siku mambo yataharibika. Kuna wakati utaweka juhudi lakini matokeo hayatakuja haraka kama ulivyotarajia. Hapa ndipo uvumilivu unapohitajika. Kijana anayejua thamani ya uvumilivu hawezi kuacha kuipambania ndoto yake kwa sababu ya vikwazo na changamoto anazokutana nazo. Watu wengi wanaacha ndoto zao mapema kwa sababu wanataka mafanikio ya haraka. Mtu anaweza kuanza biashara leo na kutaka faida kubwa kesho. Anaweza kuanza kujifunza ujuzi leo na kutaka kuwa bora ndani ya wiki moja. Akikosa matokeo anayoyataka, anaona hilo jambo haliwezekani na kuamua kuliacha. Mambo mengi yenye thamani yanahitaji muda. Mti uliopandwa leo hauwezi kutoa matunda kesho, na juhudi zako pia zinahitaji muda ili zikupe matokeo. Kushindwa mara moja haimaanishi umefeli kabisa kwenye maisha. Kama biashara haifanyi vizuri, chunguza tatizo na rekebisha mfumo. Kama njia uliochagua haifanyi kazi, jifunze njia nyingine. Kama umeanguka, simama tena. Kama umefanya kosa, jifunze kutokana na hilo kosa. Kijana mwenye uvumilivu anajua safari ya mafanikio inaweza kuwa ndefu, lakini haogopi urefu wa hiyo safari kwa sababu anaangalia anakoelekea na sio alikotoka. Siri ya tatu ni bidii. Bidii ni kufanya kazi kwa juhudi, kujituma na kutumia uwezo wako vizuri ili ufikie malengo yako. Hakuna maana kuwa na ndoto kubwa kama hutaki kufanya kazi kwa ajili ya ndoto yako. Unaweza kusema unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini kama hutaki kujifunza kuhusu biashara, kuwahudumia vizuri wateja, kutafuta soko na kusimamia fedha, hiyo ndoto itabaki kuwa ni wazo tu. Bidii ni daraja kati ya kile unachokitamani na kile unachoweza kukifikia. Mtu mwenye bidii hatumii muda mwingi kulalamika. Anatafuta jambo ambalo anaweza kulifanya ili aweze kusogea mbele. Bidii haimaanishi kufanya kazi nyingi bila kuwa na mpangilio. Kijana anaweza kuwa busy siku nzima lakini asipige hatua kwenye maisha yake. Bidii
inahitaji kuunganishwa na maarifa na mipango mizuri. Jiulize, nifanye kazi gani ambayo itanifikisha karibu na malengo yangu? Kama unataka kukuza biashara, tumia muda kutafuta wateja, kuboresha bidhaa, kujifunza kuhusu masoko na kusimamia fedha zako vizuri. Bidii yenye mwelekeo ndio itakayokupa matokeo mazuri. Usidharau mwanzo mdogo. Watu wengi waliofanikiwa walianza na hatua ndogo. Kitu cha muhimu ni kutumia hicho kidogo ulicho nacho. Ukipewa kazi ndogo, ifanye vizuri. Ukiwa na mtaji mdogo, usiudharau, jifunze kuusimamia vizuri. Ukiwa na muda mdogo, utumie vizuri. Ukiwa na mjuzi mdogo, anza kuujenga na kuuboresha hatua kwa hatua. Mafanikio hayajengwi kwa kusubiri mazingira yawe mazuri. Mafanikio yanajengwa kwa kutumia vizuri hicho kidogo ulicho nacho. Siri ya 4 ni mwendelezo. Mwendelezo ni uwezo wa kufanya jambo kwa muda mrefu bila kukata tamaa au kubadilisha mwelekeo kila mara. Watu wengi wanaweza kuanza jambo kwa nguvu kubwa, lakini changamoto inapotokea wanaacha kabisa kufanya hilo jambo. Leo wanaanza biashara, baada ya muda wanabadilisha biashara. Leo wanaanza kuweka akiba, mwezi unaofuata wanatumia pesa yote. Leo wanaanza kujifunza ujuzi mpya, baada ya wiki 2 wanaacha. Mafanikio yanahitaji mwendelezo. Ukijifunza kitu kipya kila siku, baada ya muda utakuwa na maarifa mengi. Ukiweka kiasi kidogo cha fedha mara kwa mara, utajenga tabia imara ya kuweka akiba. Hii ndiyo nguvu ya mwendelezo. Jambo dogo linalorudiwa mara nyingi linaweza kuwa jambo kubwa kesho. Chagua jambo moja la msingi na jipe muda wa kulijenga. Tengeneza ratiba ambayo unaweza kuifuata kwa muda mrefu. Ni bora zaidi kusoma kitabu kwa dakika 30 kila siku kwa mwaka mzima kuliko kusoma masaa 5 siku moja na kuacha kwa mwezi mzima. Ni bora kujenga biashara hatua kwa hatua kuliko kutafuta mafanikio ya haraka yasiyokuwa na msingi. Siri ya 5 ni uthubutu. Uthubutu ni uwezo wa kuchukua hatua hata kama unahisi kuwa na hofu ndani yako. Unaweza kuogopa kuanza biashara kwa sababu unaogopa kupoteza fedha. Unaweza kuogopa kuzungumza mbele za watu kwa sababu unaogopa kuchekwa. Unaweza kuogopa kuomba nafasi ya kazi kwa sababu unaona hauna vigezo. Kuwa na uthubutu kwenye maisha haina maana ufanye kila kitu bila kufikiria. Uthubutu wa kweli unaambatana na maarifa, maandalizi mazuri na maamuzi yenye busara. Kabla ya kuanza biashara, fanya kwanza utafiti. Kabla ya kuwekeza, elewa kwanza kitu unachotaka kukiwekeza. Jifunze kusema nitaanza. Usisubiri watu wote wakuunge mkono. Usisubiri mazingira yawe mazuri. Ujasiri unaongezeka baada ya kuchukua hatua. Ukikosea unajifunza, ukishindwa unapata uzoefu, ukifanikiwa unapata matokeo mazuri. Dunia inahitaji vijana wenye ndoto, vijana wenye uthubutu wa kuzifanyia kazi ndoto zao. Mafanikio hujengwa na tabia, maamuzi na matendo yanayorudiwa kwa muda mrefu. Nidhamu itakufundisha kujitawala, uvumilivu utakufundisha kuendelea mbele unapokutana na changamoto, bidii itakufanya uchukue hatua na kufanya kazi kwa juhudi. Mwendelezo utakufanya usiache kile kitu ulichokianza, na uthubutu utakusaidia kuchukua hatua. Unapoangalia mafanikio ya mtu mwingine, jiulize, ni tabia gani alizojenga ambazo wewe bado haujazijenga? Usiishie kuangalia matokeo, tafuta mfumo uliomsaidia kufikia hayo matokeo. Kama unataka maisha tofauti, lazima uwe tayari kufanya mambo tofauti. Kama unataka matokeo makubwa, lazima ujenge tabia zinazoweza kuzalisha hayo matokeo. Usiishi maisha ya kusubiri siku nzuri ije. Anza kuijenga hiyo siku kwa maamuzi yako ya leo. Anza na nidhamu, endelea kwa uvumilivu, fanya kazi kwa bidii, dumisha mwendelezo na uwe na uthubutu wa kuchukua hatua. Huenda usione matokeo makubwa leo, lakini ukifanya hivi kwa muda mrefu, utajikuta umefika mbali kuliko ulivyowahi kufikiria. Mafanikio sio tukio la siku moja, ni matokeo ya tabia nzuri zinazofanywa kwa muda mrefu.